Wakati timu mbalimbali sasa hivi za taifa zinajiandaa kuelekea pale nchini Morocco kwa sababu ya kwenda kushiriki ile michezo ya AFCON mwaka 2025 ambayo inafanyikia pale nchini Morocco, na hata timu yetu ya taifa ya Tanzania tayari imeshang'oa nanga kuelekea pale nchini Misri kuweka kambi kwa ajili ya michezo hiyo. Timu mbalimbali kutoka nchini Uingereza zilitoa malalamiko kuhusiana na wachezaji ambao wanaenda AFCON, wakisema kwamba ratiba ya AFCON sio rafiki sana, lakini pia ratiba ya AFCON imekuwa ni finyu na imeingia katikati ya ligi. Kwa hiyo timu nyingi sana za Ulaya zinashiriki mashindano mengi, hivyo wachezaji ambao ni tegemeo wasingeruhusiwa kuondoka. Sasa hapa nimekuletea baadhi ya vilabu ambavyo vinashiriki ligi kuu ya nchini Uingereza ambavyo vimetoa wachezaji wengi zaidi kwenye michuano hii ya AFCON 2025. Klabu ambayo imetoa wachezaji wengi zaidi na huenda ikafanya vibaya baada ya nyota hawa kuondoka ni klabu ya Sunderland, ambayo yenyewe imetoa jumla ya wachezaji 7 ambao wanakwenda kushiriki michezo ya AFCON. Wachezaji hao ni Noah Sadiki pamoja na Arthur Masuaku ambao wenyewe wameitwa katika timu ya taifa ya Kongo, lakini James Dean Talbi ameitwa timu ya taifa ya Morocco, Reynaldo Mandava Mozambique, Bertrand Traore Burkina Faso pamoja na Simon Adingra ambaye ameitwa katika kikosi cha timu ya taifa ya Ivory Coast. Lakini mchezaji mwingine ni Habib Diarra ambaye ndiyo mchezaji ghali zaidi kwenye kikosi hiki cha klabu ya Sunderland. Klabu ya Aston Villa yenyewe ina mchezaji mmoja ambaye ni Ivan Guessand ambaye anaichezea timu ya taifa ya Ivory Coast, lakini klabu ya pili ni EFC Bournemouth ambayo ina mchezaji mmoja tu, Amine Adli ambaye anaichezea timu ya taifa ya Morocco. Brentford wenyewe wana Dango Watara ambaye anachezea Burkina Faso pamoja na Frank Onyeka ambaye anachezea timu ya taifa ya Nigeria. Brighton wana mchezaji mmoja ambaye ni Carlos Baleba ambaye anachezea Cameroon. Burnley wana Axel Tuanzebe ambaye anachezea DR Congo, Laile Foster ambaye anachezea timu ya taifa ya Afrika Kusini pamoja na Hannibal Mejbri ambaye anachezea timu ya taifa ya Tunisia. Lakini Crystal Palace wana Ismaila Sarr ambaye anachezea Senegal, Christantus Uche ambaye anachezea Nigeria, Chadi Riyad ambaye anachezea Morocco pamoja na Cheikh Dokoa ambaye anachezea timu ya taifa ya Mali. Lakini Everton wana Ilimani Ndiaye ambaye anachezea Senegali, Idris Gana Gueye ambaye anachezea Senegal pamoja na Adam Aznou ambaye anachezea timu ya taifa ya Morocco. Fulham wenyewe wana Alex Iwobi ambaye anachezea timu ya taifa ya Nigeria, Kelvin Bassey ambaye anachezea timu ya taifa ya Nigeria pamoja na Samuel Chukwueze ambaye pia anachezea timu ya taifa ya Nigeria. Yaani Fulham wachezaji wake wote watatu ambao wameitwa wanachezea timu ya taifa ya Nigeria. Liverpool wana mchezaji mmoja ambaye ni Mohamed Salah. Manchester United wenyewe wana Bryan Mbeumo ambaye ameitwa katika kikosi cha timu ya taifa ya Cameroon pamoja na Amad Diallo ambaye amejumuishwa katika kikosi cha timu ya taifa ya Ivory Coast. Lakini Manchester City wana wachezaji wawili ambao ni Omar Marmoush anayechezea timu ya taifa ya Misri pamoja na Ryan Aint Nouri ambaye anachezea timu ya taifa ya Algeria. Na watu walikuwa wanasema Manchester City haina mchezaji yoyote ambaye ameitwa AFCON kwa sababu haina mchezaji mweusi, ila sasa jibu liko hapa. Man City wana wachezaji wawili ambao ni Omar Marmoush ambaye anachezea timu ya taifa ya Misri Mafarao pamoja na Ryan Aint Nouri, huyo anachezea timu ya taifa ya Algeria. Hao ndio wachezaji ambao hatutawaona katika vilabu vyao mara baada ya AFCON kuanza, japo timu mbalimbali ambazo ziliandika barua kuelekea FA na kuomba wachezaji hawa wasiende kuungana na timu yao ya taifa. Shirikisho la kandanda ulimwenguni FIFA lilipinga hatua hiyo na kusema kwamba ni lazima wachezaji hawa walioitwa wakashiriki katika timu zao za taifa, na mpaka ifikapo Januari 15 nyota hawa wote wanatakiwa wawe tayari wamesharipoti katika timu zao za taifa.